Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na moja kati ya mambo ambayo tupo nayo wakati huu tunamjadili Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, moja kati ya viongozi huko nchini Israel ambaye amekuwa akitajwa sana na kuzua mijadala mikali kutokana na kile alichowahi kuzungumza kwamba vita katika Mashariki ya Kati haitoweza kuisha kirahisi na kamwe hatowaacha salama wapiganaji wa makundi yote. Hata hivyo, mjadala mkubwa unazuka baada ya rais wa Marekani bwana Donald Trump kusema kwamba kama hakutakuwa na makubaliano na Iran juu ya suala la nyuklia, basi Israel ndio itakuwa nchi kiongozi kwa ajili ya mashambulizi ambayo yatarushwa moja kwa moja nchini Iran. Kuna uwezekano mkubwa kwamba Marekani imejiandaa vyema kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, lakini swali kubwa linabaki kusalia: Israel itakuwa ndio taifa pekee ambalo silaha na makombora mbalimbali yatashuka? Na hii ndio wasiwasi waliokuwa nayo watu wa Israel, wakisema kwamba Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Marekani Donald Trump watasababisha vifo na majeruhi ya watu wengi huko katika Mashariki ya Kati, hususan katika taifa hilo la Israel. Waziri mkuu huyo ameshutumiwa na wengi, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, lakini pia Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita kwa kufanya uhalifu huko katika Mashariki ya Kati, na anasalia kuwa kiongozi mwenye msimamo mkali na aneng'ang'ania madarakani. Tangu mashambulizi ya kigaidi ya Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, wengi walidhani ushawishi wa Netanyahu ulikuwa umepungua. Hata hivyo, baada ya mzozo wa mwaka 1.5 huko Gaza, Lebanon na Syria, bado yupo katika udhibiti thabiti. Licha kukabiliwa na maandamano makali ndani na nje ya nchi kuhusu hatua zake za kijeshi na kashfa mbalimbali za ufisadi, Netanyahu amepata washirika wapya. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban na rais wa Marekani Donald Trump wamemuunga mkono kwa dhati kabisa, wakikaribisha mtazamo wake mkali, hata kama Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imetoa kibali cha kukamatwa kwake. Wachambuzi wa mambo wanaeleza namna ambavyo Israel itakuwa kama Gaza. Wakati huu Israel inapambana na makundi mengi. Lipo kundi la Wahouthi kutoka nchini Yemen ambalo linatumia makombora ya Palestine tu, makombora ambayo kimsingi kwa kutumia mifumo ya ulinzi ya anga ni kwamba mifumo hiyo haikuweza kuyadungua kwa dhati makombora hayo, na baadhi ya makombora yamekuwa yakisababisha madhara makubwa ndani ya Israel. Kadhalika, makombora mengine ambayo inatajwa kwamba hutoka nchini Iran yanatumika pia na makundi kama vile Hezbollah ya Lebanon na hata Hamas kutoka Gaza. Wachambuzi wa masuala ya kivita wanadai kwamba si rahisi kwa Benjamin Netanyahu kuyamaliza makundi hayo licha ya kupata msaada kutoka Marekani, na kwamba atasababisha Israel kuwa katika hali mbaya zaidi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapambana katika nyanja nyingi: dhidi ya Hamas huko Gaza, dhidi ya malengo ya nyuklia ya Iran, na dhidi ya wakosoaji wake wengi ndani na nje ya nchi, na matendo yake yanaweza kuhatarisha usalama wa muda mrefu wa Israel. Wakati huu pia anaingia katika mzozo mwingine na taifa la Uturuki chini ya Recep Tayyip Erdogan, licha ya kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump ameahidi kuweka sawa tofauti zao. Katika taarifa ambayo alituma katika ukurasa wake wa X mwaka uliopita, Netanyahu alitaja mgogoro wa kuaminiana na baadhi ya viongozi wake wa ndani, lakini pia akitaja migogoro mingine ya nje, hasa akisema kwamba hatoweza kuacha vita hadi pale atakapohakikisha makundi yote ya wapiganaji hayapo katika ulimwengu huu, huku akipambana haswa na kundi la wapiganaji la Hamas. Lakini zaidi akisema kwamba mpango wake zaidi ni kupambana kuhakikisha na iharibu vibaya Iran kama alivyoiharibu Gaza. Kwa hivyo wakati huu mjadala mzito ni kwamba je, Benjamin Netanyahu anataka Israel ije iwe ya aina gani, hasa ikiwa Iran itakataa makubaliano ya masuala ya nyuklia pamoja na Marekani? Hilo ndilo swali muhimu ambalo wengi wamekuwa wakilihoji, hasa wachambuzi wa mambo, lakini kubwa wanasema hali ya Israel itakuja kuwa mbaya sana, hasa pale ambapo mashambulizi yataanza, kwani Iran imejipanga pia, lakini pia makundi mengine ya wapiganaji yamejipanga vilivyo. Kwa mfano, wakati huu yenyewe inapambana huku katika ukanda wa Gaza, lakini inapokea mashambulizi kutoka nchini Yemen, licha ya kwamba Marekani inafanya mashambulizi kupambana na Wahouthi wa Yemen, lakini bado inazidi kuathirika kila kukicha
licha ya kutoeleza ukweli wa mambo kwamba inaathirika vipi. Israel tangu Oktoba 7 baada ya kutekwa kwa watu zaidi ya 250 na vifo zaidi ya 1200 haikueleza tena ni watu wangapi wameuawa katika uwanja wa vita na wangapi wamejeruhiwa, na imekuwa ikiripoti mara chache juu ya kufanyiwa mashambulizi na makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Wahouthi kutoka Yemen, Hezbollah, lakini pia na Hamas, lakini haikuwa ikutaja juu ya vifo vya watu wake. Lakini kimsingi makundi haya yamekuwa yakieleza uhalisia wa mambo ulivyo, licha ya kwamba hakukuwa na data zilizokuwa na usahihi, kwa sababu vyombo vya habari pia nchini Israel vimezuiliwa kueleza ukweli wa namna mambo ya kivita yanavyoenda. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.